Ndege ya kivita aina ya F-16 ya jeshi la anga la Ugiriki iliteleza kwenye njia ya kurukia ndege na kuwaka moto baada ya kutua kwa dharura katika uwanja wa ndege wa Zakynthos kufuatia hitilafu ya kiufundi iliyojitokeza wakati wa safari ya mafunzo Julai 9 mwaka 2026. Tukio hilo lilizua taharuki kubwa uwanjani, huku vikosi vya zimamoto, waokoaji na wahudumu wa afya vikikimbilia katika eneo la tukio ili kudhibiti hali na kuhakikisha usalama wa rubani. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Ugiriki, rubani alipokuwa angani alipokea tahadhari kutoka kwenye mfumo wa ndege ikionyesha uwezekano wa kuwapo kwa moto ndani ya ndege. Baada ya kupokea onyo hilo, alitangaza hali ya dharura kwa mnara wa kuongozea ndege na kupewa kipaumbele cha kutua mara moja katika uwanja wa ndege wa Zakynthos. Wakati huo shughuli za kawaida za uwanja wa ndege zilisimamishwa kwa muda ili kutoa nafasi kwa ndege hiyo kutua kwa usalama, huku magari ya zimamoto, ambulance na timu za uokoaji zikipangwa kando kando ya njia hiyo. Kadri ndege ilivyokuwa ikikaribia kutua, iliripotiwa kuwa mfumo wa magurudumu ya kutua au kufanya kazi kama ulivyotarajiwa. Rubani alijaribu kufuata taratibu za dharura za kuamsha mfumo huo, lakini baada ya kushindwa alilazimika kutua bila magurudumu kufunguka. Kutokana na uamuzi huo, sehemu ya chini ya ndege iligusana moja kwa moja na njia ya kurukia na kusababisha msuguano mkali uliotoa cheche nyingi. Ndege iliendelea kuteleza kwa umbali mrefu huku ikiacha alama ndefu kwenye njia ya kurukia. Wakati wa kuteleza, moto ulianza kuwaka kwenye sehemu ya chini ya ndege, huku moshi mzito ukifuka na kuonekana kutoka mbali. Mashuhuda waliokuwa karibu na uwanja wa ndege walieleza kuwa tukio hilo lilitokea kwa kasi kubwa, huku ndege ikizungukwa na moshi mara tu baada ya kusimama. Vikosi vya zimamoto vya uwanja wa ndege vilifika ndani ya muda mfupi na kuanza kunyunyizia povu maalum la kuzima moto lililoundwa mahususi kwa ajali za ndege na mafuta ya anga. Kutokana na uwezekano wa ndege kuwa bado ilikuwa na mafuta ya kutosha kwa ajili ya safari ya mafunzo, waokoaji walifanya kazi kwa tahadhari kubwa ili kuzuia moto huo kufika kwenye matanki ya mafuta au kusababisha mlipuko. Baada ya juhudi za haraka, moto ulidhibitiwa na kuzimwa kabisa. Rubani alifanikiwa kutoka ndani ya ndege hiyo kwa kutumia taratibu za dharura na kupokelewa mara moja na wahudumu wa afya kwa uchunguzi wa awali. Mamlaka zimethibitisha kuwa hakupata majeraha yoyote, jambo ambalo lilielezwa kuwa ni matokeo ya umahiri wake pamoja na mwitikio wa haraka wa vikosi vya dharura. Hakuna majeruhi wengine wala uharibifu ulioripotiwa katika maeneo jirani ya uwanja wa ndege. Ndege za F-16 ni miongoni mwa ndege za kivita zinazotengenezwa zaidi na nchi wanachama wa NATO kutokana na uwezo wake wa kufanya doria za anga, mashambulizi ya ardhini na operesheni za ulinzi. Hata hivyo, kama ilivyo kwa ndege nyingine zote za kijeshi, zinahitaji ukaguzi wa matengenezo ya mara kwa mara ili kuhakikisha mifumo yake yote inafanya kazi kwa usahihi na usalama. Ingawa ndege hiyo imepata uharibifu mkubwa kutokana na kutua bila magurudumu na moto uliofuata, wataalamu wa masuala ya anga wameeleza kuwa kuokoka kwa rubani bila majeraha ni ushahidi wa ubora wa mafunzo ya marubani wa kijeshi, uimara wa ndege za kisasa na ufanisi wa vikosi vya dharura vya uwanja wa ndege. Matokeo ya uchunguzi rasmi yanatarajiwa kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kutoa mapendekezo ya hatua za kuzuia matukio kama hayo kutokea katika siku zijazo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.